Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba siku ya leo imekuendea vyema, na kwa moyo mkunjufu nakaribisha kwenye makala Yako Wapi. Hii leo mtego wetu wa kuwanasa wale ambao wamepotea. Bila shaka mtazamaji umemnasa Bi Sakina Mohamed Mwinyi. Tumemtafuta siku nyingi jamani. Najua mmekuwa mnashangaa mbona hatumpati, ila hii leo tunamshukuru Mungu, Bi Sakina amefika, ameweza kuzungumza nasi. Wale ambao mlikuwa mnamuulizia basi mtaweza kusikiza kutoka kwake, ako wapi siku hizi na anafanya nini. Jina langu ni Mary Kilobi Atwoli. Naam, Bi Sakina Mohamed Mwinyi, karibu sana kwenye makala Yako Wapi. Nashukuru sana Mary. Jamani, ulienda wapi? Unafanya nini? Unajua walikuwa nakupenda sana kwenye redio wakikusikiza. Wale waliokutazama kidogo sasa hivi wanaona tu watu wapi akina Mary Kilobi. Shukrani. Wakenya wamekuwa nauliza jamani, uko wapi siku hizi? Unafanya nini? Waambie basi ili waridhike. Wajua niko humu nchini Kenya katika shughuli mbalimbali. Kama unavyojua wewe ni mwanahabari na kazi ya mwanahabari haina mwisho. Kuna kazi nyingi sana huko nje za wanahabari. Kuna mambo ya translation, ya matangazo ya biashara, huwa tunashughulika hapa na pale. Wengi wangependa kujua ulianza lini hii kazi ya utangazaji na ulianza vipi? Kwa maana kila mtangazaji ako na story yake. Kuna wale ambao wanasema niliitwa na mtu, kuna yule ambaye anambia una sauti nzuri, hebu nenda ukajaribu. Je, safari yako ilianza vipi na lini? Swali zuri Mary. Kwa kweli mimi tangu nikiwa shule, wacha nikuchekeshe. Nilikuwa nawachekesha kubwa zangu nyumbani. Nilikuwa nawaambia mimi nasikia napenda sana hii sauti yako. Kulikuwa na mtangazaji kitambo sana Zainabu Musa. Nampenda sana. Na kando ya hapo, lile jumba la habari hata nikiitwa nifagie tu pale nje, mimi nitakwenda kufagia wallahi lazima. Na nilikuwa sijui kabisa kama naweza kwenda nifike pale. Saa ilifikia wakati mmoja, kuna kipindi kikiitwa Shikwapo Shikamana. Kile kipindi kuna bwana mmoja aitwa Abdalla Mwasimba. Alikuwa mgani wa mashairi. Nilikwenda nikamkuta, nikamwambia nimefanya drama shule, vipi ukanipeleka nikafanya Ushikwapo? Basi Abdalla ni mtu ambaye ana khiana hata kidogo. Alinichukua akanipeleka kwa producer wakati huo Tom Kazungu. Akanifanyia audition. Kunifanyia alhamdulillah, akasema ni mzuri sana, pati kitokea nitakuita. Okay, nikakaa. Baada ya wiki mbili hivi Abdalla Mwasimba alinitafuta. Alhamdulillah, akanambia tunakutaka. Nikaenda nikapewa part ya Pendo. Alikuwa na kijana anaitwa Sami, kulikuwa na kijana character Sami ambaye ni Lolani Kalu. So nikaanza ile part mimi na Lolani Kalu. Pale nikawa naingia ndani, watu naambia producers like James Waweru, una sauti nzuri, njoo nipresentie kipindi. Mara Constance Mackenzie, like your voice, kuja nipresentie program. Nikaanza hivyo mpaka kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu ikafikia mahali watu wataanza kuajiriwa. Kwa kweli Mary, nilikuwa sikufanya form 4. So wakati wa kuajiriwa Mr. Anabwani alikuwa production manager, alinipenda sana. Akawa ananiita, ananiambia Sakina, why can't you go ubuku mtihani ufanye, uje tukupe kazi. Nilifanya hivyo Mary, na kwa kweli kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu niliajiriwa. Kutoka hapo kuajiriwa nilipelekwa design section. Nimejenga nyumba za kina Ojwang, nimefanya vitu vingi, na wakati huo nilikuwa sports desk. Nikaendelea hadi nikaja idhaa ya taifa, ambayo ndio nimemalizia kazi nikiwa pale. Retrenchment. Hii safari ya wanahabari imekuwa vipi? Kwa sababu kila mtu ukimuulizia anaelezea vitofauti sana. Vile safari yake imekuwa, bila shaka imekuwa na faida zake na changamoto. Hebu tueleze. Kwa kweli panda shuka ambazo nimekutana nazo ni za wakati wa kuna matangazo ya biashara. Kwa mfano kuna wakati mmoja mimi natoka nyumbani, ninakuja kama kawaida. Mary, unajua ukiwa katika jumba la utangazaji kama hili, kazi yako sio utangazaji peke yako, kuna kazi zingine za production, sawa? So nilitoka nyumbani nikija kazi zangu, nikifika tu katika lango la jumba la utangazaji, nakutana na simu ya mkubwa. Ananiambia kuna kipindi cha matangazo ya biashara live na ni lazima uende, kinaanza saa 9. Na saa hizo ilikuwa ni saa 8:30. In fact Bi Hadijali ndio alikuwa aende akafanya kile kipindi, lakini akawa na dharura. Umeona sijajiandaa, na unajua unapokwenda nje kwenye umati, wao hukusikia redioni tu, hawakujui. So ukitaka kwenda nje utakwenda at least wakuone
Mimi hivyo hivyo nilipokuwa inabidi niende. Kipindi hiki sina street, lakini naona ni huu Mary, naambiwa Mary huu, sasa tusifie Mary yuko vipi. Shaona? Sasa hizo ni challenges. Lazima kuangalie Mary, niangalie huu mtoto yuko vipi, mweusi mzuri, ya macho Chinese, anka hivi, anka msikilizaji atakasema. Na siwezi kumwambia kwanza ngoja nimwangalie vizuri. Inataka uzungumze. Maana unajua hii radio na ni lazima uzungumze. Radio ndio macho, ndio masikio ya anayekusikiliza. Shasikia? Na inataka umfanye yeye aone wakati huo anaposikiza. Hiyo ni challenge ya kwanza. Challenge ya pili ni wakati kama wa uchaguzi. Wakati wa election Mary, huwa mnatoka mnakwenda. Wewe unajua nakwenda cover elections sehemu fulani, yani ubunge fulani. Nikifika pale najua mimi nangoja kura zipigwe. Niseme Mary ampata hizi, producer wake ampata 10, cameraman wake ampata ampata 50. Sasa ni paka uzione zile ndizungumzi, si kweli? Lakini hapa unatakiwa uende hewani na kura hazijapigwa. Sasa naambia utasema nini? Ni lazima uwebe kama mtangazaji uje utasema nini. So umefika pale unasikia ndo huyo mtangazaji yuko kule kituoni. Jamila Kasalu wakati mmoja niko bafuni mimi. Anasema moja kwa moja tunakwenda hani eneo bunge la Maragwa kwa Sakina Mohamed. Nakwambia Mary, nilitoka mbio na hofu, nimetoka kufika chini nje hivi katikatini, Jamila tayari anipigia. Sasa nachukua simu, naanza kuripoti Mary. Lazima niripoti, niambie watu nimefika salama, hali nikuwa vipi, masanduku yote yampelekwa, hakuna mtu yote amelalamika, hakuna ukosefu wa nidhamu. Na lazima ukifika pale lazima ufanye research. Kwa sababu utapigiwa simu, lazima uzungumze. Unlike zamani kidogo nikuchekeshe. Nasikia kulikuwa na utangazaji zamani miaka 70 hiyo. Mtu alikuwa analala, anachukua gazeti siku ya pili yake, ana lift story. Anaandika, alafu ile ndiye atakwenda tufanya nini, atangaza. Basi kuna wakati alilift story wrong. Shanielewa? Kuna siku alilift story wrong. So inakuwa ni hatari sana. Unapotangaza ni lazima umeshua, umehakikisha umeona unachokwenda kuzungumza. Tukizungumza awali, wale ambao wamefanya kazi kwa OB wanasema vile vile iko na changamoto zake. Je, tueleze kidogo changamoto za OB wakati ule zilikuwa ni zipi? Changamoto za OB live sana haziko hata kwa mtangazaji ambaye yuko nje kwenye OB. Ziko kwa mtangazaji wa zamu. Kama ninapokuwa studio kama mtangazaji wa zamu, tuseme kuna function fulani rais yuko nje. Sasa laini yake iko pale, mimi ninatulia tu. Mitambo ni mitambo, imetengenezwa na binadamu, huenda ikakatika Mary. Ikikatika rais yuko pale, huwezi kwenda ukatuwekea pale kina Alikiba anze kuimba muziki sijui kina nani, hapana. Huwezi kuweka ndombolo utafutwa Mary. Ni lazima ukiweka mic on kwanza uombe msamaha, kisha kuomba radhi kwa wasikilizaji, alafu uwaeleze ni nini kilikuwa kinaendelea na ni nini kinaendelea, na kwa muda usiokuwa mrefu tutarudi kule, kwani mafundi wetu wa mitambo unawapamba pia. Wanafanya jitihada kuhakikisha kila kitu kimefanya nini, kimekuwa shwari. Wewe utazungumza Mary, ikichukua dakika 10 ni yako, utazungumza wewe, utajua mwenyewe utasema nini. Na mtazamaji wanashangaa sana, OB ni nini? Unajua kama hatujawaeleza wanashangaa, OB hao wanazungumza lugha gani? Ni outside broadcasting. Na huo wakati mkifanya kazi na rais mstaafu Daniel Arap Moi ilikuwa vipi? Kwa sababu taarifa za rais zilikuwa ni zenye umuhimu sana. Wakati huu unaona taarifa ya rais kuna mtu atanaweza kosa kuifanya. Kando na sasa, kwa sababu unaona sasa marais hawaangalii sana, lakini wakati ule ilikuwa ni rais, wakati ule Daniel Arap Moi. Manake ilikuwa very sensitive wasomaji wa habari. Ni kama jumba la habari nilikuwa nikifanya. Unaelewa, like newsroom, kuna news editors, kuna wale wanasoma news, kuna wale hawasomi news, kweli? Sasa yule yuko pale studio, kazi yake anakaa na mngojea mtangazaji wa habari akija. Wewe umejipanga, unangoja, wewe una matangazo yako kama ni ya biashara, yani kuna watu sponsor, wana sponsor news. So before news you have to piga the commercials, yeah? So before zianze, si una commercials za kumpanga. Huende ukaletewa kukawa hakuna msemaji wa habari Mary. Wewe ukiwa mtangazaji wa zamu, umbakisha dakika 5 wewe uanze matangazo yako, unabwagiwa news. Nakumbuka news ya rais, especially wakati huo 90s, zilikuwa ni kama pages 10 na muna habari zingine kando. Hujapitia
una commercials zako hapa na pengine una matangazo mengine baadaye. So ni wewe usipopiga haya sponsors hawatalipa. So wewe utalipa hiyo pesa ukicheza, usipocheza matangazo. Yes. Hii news pia ikienda wrong kidogo bado utakimbizwa. So ni wewe na Mungu wako. Umake sure commercials zimeenda right na hii habari hujaipitia lakini itabidi ukae chini na usomee habari. Na wakati wako kulikuwa na madai ya harassment kwa wale watu ambao wanaingia wakianza kazi. Wale ambao walikuwa wamebobea wenye majina makubwa walikuwa wanawakaribisha vibaya sana. Ukiingia huko wanakutoa jasho kuonyesha hapa si rahisi jinsi unavyofikiria. Je, kwako ilikuwa vipi? Ni kweli kulikuwa na challenges nyingi sana. Mary, kunao baadhi yao hawakuwa wanataka like niseme kizazi kipya, yani wakati wanaona wewe Mary umekuja, wewe ni msichana, mimi niko pale, wajua ni lazima ushado andami ndio uelewe hii mix iko vipi. Utakuta wengine watakukataa, hawakutaki. Umenielewa? Kuna wakati mimi nimezimiwa. Okay, mixer ndio here. Ukiweka mic on, obvious tayari inawaka ndani na nje. But kuna button pale, ikiwa imefinywa ndani. So utaona time wako afikiri uko hewani, kumbe hauko hewani. Kuna wakati nimezimiwa. I remember Leonard Mambo by then alikuwa acting head of Kiswahili service. Alimuita huyo mwenzangu na akamsomea sana, akamwambia it was bad luck nini. So huwezi kuelewa kama ni binadamu vipi. Huwezi kuelewa, but kumekuwa na challenges. Kuna mtu hangekubali kabisa kukufundisha kazi pale. Lakini nashukuru kuna walikuwa wazuri, waliketi pale, walinifundisha kazi. Like I remember mtu kama Gladys Erude, Salome Galgalo pia, she's young than me but nilimkuta continuity na alinifundisha kazi na roho safi pia. She was good. Sophie Kilei, may God bless them, walikuwa tu wazuri. But challenges zilikuwa kuna mtu hangekubali. Umewataja sana wale ambao walikusaidia ama wale ambao walikuwa wazuri. Sijui kwa nini huwataji wale wabaya. Tuwajue tu kwa maana ni majina makubwa. Wacha tu tusiwataje. Wacha. I don't know. Maanake walikuwa tu wabaya. Can you believe mimi ndio niende on air, nilienda by force. Salome ameambiwa no huyo alikuwa ni acting. It's just yani yuko paka saa hizi anamwambia Salome hapana bado ngoje. Salome akamwambia nini? Aliweka mic on akanionyesha ongea. Talk. Sitasahau. Kwa hiyo kuzungumza it was not easy. Si ukuja tu tupie mic ongea wapi? No. Haikuwa hivyo. Paka Salome alimuonyesha no way. Imagine umeshado 1 week. Second week hapo unashindwa unafundisha ni pilot ya ndege, nitaangusha ndege au vipi? It was like that. Hawangekubali. Ilikuwa ni challenge. Walikuwa so hostile. I don't know, some of them. Sana. Kuna changamoto ambazo zinakukabili hasa kama mwanamke. Bila shaka hazifanani na zile ambazo zinawakabili wanaume. Je, wewe kama mwanahabari wa kike katika safari hii ya wanahabari, kuna mambo yapi ambayo umekumbana nayo kama mwanamke na ukahisi kwamba yalikukera sana? Changamoto sana ziko na niseme sana upande wa newsroom, upande wa radio huwa zinatokea. Maana utakuta kuna kitu wewe ni mzuri unaweza kukifanya, lakini kwa kuwa mkubwa anayesimamia pale Mary maybe nataka kupeleke dinner, nataka kupeleke lunch. Na unajua kuna vitu vingine sio kila mtu anaweza kukubali. Sitaki dinner yako, sitaki changale storunje kwangu nasema nini, unaona huwezi kupata kabisa. Unaona inakuwa ni challenges. Mtu anakuonyesha yani utakosa vitu vingi sana. Upande wa kike kweli una challenges nyingi sana upande wa kazi wa wanahabari. Kwa mambo kama yale. Kuna hili swala la umaarufu. Kuna wengi ambao umaarufu umewasaidia, umewajenga, na vile vile kuna changamoto ambazo unakabiliana nazo kama wewe ni mtu maarufu. Mfano, mtu anasikia jina kubwa Sakina Mohamed amepanda matatu, anasema la, hata hao wanapanda matatu. Akipata sokoni ukinunua pengine omena hapo kwenye mkebe anasema hai, kwani hao pia wananunua? Je, wewe imekuwa vipi experience yako? Changamoto kweli nimezipata sana. Maana sikudanganyi Mary, wakati mimi ninafanya kazi nilikuwa nishi pale Majengo. Nyumba nilikuwa nikiishi utakuta ni nyumba ina smiti, ni nyumba ina kila kitu, but nilikuwa naingiliwa sana mpaka na wafanyakazi wenzangu wengine. Mpaka ni wapi unaishi na kina nani hawa, vitu kama hizo.
So I was like, okay, nyumba ile nilikuwa nimeachiwa na my dad, nikasema okay fine, nikaja nikashift. Kushift nilikuwa bado napata challenges zingine mahali nilikuwa. Manake kuna vitu huwa mtu anapata, sikudanganyi Mary, like na watoto watatu secondary, utapata kuna vitu kama basari nini, hakuna mtu angenipa Mary. Sakina Mohamed huwa hawezi kuja hapa, hata hawezi vitu kaa hizo. Ukimagine mtu kimwonyesha payslip yako atashangaa. But sasa hiyo ni challenges ya kwanza. Mtu akikuona ukitembea like umekuja na watu anakuangalia, haya anapanda matatu huyu. Vitu kaa hizo unashindwa, mimi ni binadamu wa kawaida, wananiona vipi? Umeelewa? Okay, na njia nyingine nafurahi pia umaarufu umenisaidia, like when I go to, kuna wakati tumekwenda kwa Modi, nilikuwa mimi na Elizabeth Obega, tukaenda kufanya appointment muone alikuwa vice president by then. The moment majina yetu yaliingizwa ndani, alisema kuna appointment waingie saa hizi. Na tulipoingia, it was very funny, nashukuru manake former vice president alisimama akasema, bila shaka huyu ndi Sakina Mohamed. Na vile sote tulikuwa na Obege na nani hii aliona, this is Obege, this is Sakina, So vitu kama hizo huwa napata some nini hii na njia rahisi, at least some favors, what not. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Ulifanya programs nyingi, ulikuwa mara sports, mara salamu, mara taarifa. Ni ipi ambayo uliipenda sana na ipi ambayo ilikupa umaarufu sana? Good. Kwanza salamu za weekend njema. Nilizifanya manake watu walinipenda sana, mashabiki. KBC ukitaka kujua mashabiki wamekupenda, utajua kulingana na wanavyokuletea salamu. Kuna mengi ambayo sisemi hewani, lakini utajua. Okay, they used to come mpaka kwangu, watakuja na mazawadi, yani mashabiki walinipenda, nashukuru. Jambo la pili, program nilofanya nikasikia naipenda, in fact iko archive mpaka wa leo, ni marehemu Nyerere, rais wa Tanzania alipofariki. I did a special program Buriani Nyerere. Hicho kipindi kiko archive mpaka wa leo. Manake nilipata bahati, nilikwenda kufika na Manga, nilipata Mtanzania aliyokuwa mbunge kule amefariki. Alinipa kanda za sauti ya matukio kuanzia kiugua akija na zile nyimbo za marehemu walipokufa zikiimbwa. So I did a very nice program, mwenyewe nilipenda. Unajua kuna utani sana upande wa salamu kwamba jamii fulani humu nchini huko nitokako kwamba sisi Waluhya ndio tunapenda sana kutuma salamu. Tunatembea na redio shambani kila pahali. Je, ni kweli kwamba ni Waluhya ambao walikuwa wanatuma salamu sana? Na je, kuna wale ambao unawakumbuka hadi leo ilikuwa ni kama hawajapiga simu wakatuma salamu ama kutuma ujumbe wa salamu, show haiwezi kuisha? Walikuwa wako, kulikuwa na kina Shotomu Nyododo, Isaac Jega, kulikuwa na Mzee Shebe Rashidi kilio cha samaki. Kulikuwa walikuwa wengi walikuwa wakituma salamu. Kina Agik, walikuwa kina Makorego. Walikuwa wengi sana, kina mwana wa Gracie. By the way, kaja nikapata kuna tag of war between, nilikutwa bwana mmoja alikuwa anatumia sana hilo jina la mwana wa Gracie, can't remember the first name. So akanambia mwingine naye pia mamake anaitwa Grace, so kawa anajiita pia mwana wa Grace. So mimi nasoma salamu, akaja, kwa nini wewe unajiita mwana wa Grace? Na hii mwana wa Grace ni jina langu. Now I was like, kama mamake anaitwa Grace na mamako pia anaitwa Grace, si ana haki pia kujiita mwana wa Grace pia? Ilikuwa ni vita. Mbona ujiite mwana wa Grace? So kusema kweli ndio hivyo. Shabiki mwingine wa salamu si mwingine, Boniface Khalwale. Alikuwa shabiki wa salamu nambari 1. So walikuwa wengi. Nashukuru. Wakati wako ulipoanza kufanya kazi na sasa ni miaka kadhaa imepita. Kuna tofauti gani sasa ya redio na TV ya sasa na ile awali? Kwa kweli kuna tofauti kubwa sana. Na nikisema tofauti kubwa, I'm sorry kusema, but mimi hata huwa sisikilizi redio siku hizi, because by the way nilipotoka KBC nimekwenda redio moja, lakini haikukaa sana, kisha baadaye ikafungwa. FM stations siku hizi unakuta nyingi zitazungumza, kuna watu watazungumza mambo ambayo hayana nidhamu.
huwezi kukaa hata na wazazi au na watu wa nini himuka. Na kumbuka hilo jambo Jacomedi waliniambia wakati akitupatia kazi pale, akatuambia na mchunge news sio habari ya Koinange. Kwa sababu kulikuwa na hiyo scandal imetokea wakati mwingine nikatangaza. Remember that thing? Yeah. So ukisikiza unashindwa usikize nini, kusema kweli. Unashindwa usikilize nini. Sisemi kwa sababu niko hapa KTN, but I watch KTN news. I watch KTN home vipindi kadhaa. Pamoja na Ten Commandments, by the way, naipenda sana. Yeah, but ukiangalia stations zingine unashindwa utaangalia nini, utasikiza nini. Yeah. Most of the time I just watch news. Niangalie Al Jazeera basi. Yeah. Kuna tofauti gani ya wanahabari wa awali na wanahabari wa sasa, radio na TV kwa jumla? Wanahabari wako tofauti kusema kweli, kwa sababu kwanza ukiingia sana upande wa lugha, utakuta mtu anazungumza lugha mpaka unatamani kuchukua. There was a time nilichukua simu nimemwandikia Limtenzi, manake kuna reporter wake yuko nje anatangaza, anazungumza kitu ndivyo sivyo. You see, mtu anataka kuzungumza Kiswahili lakini anazungumza Kiswahili ambacho hakieleweki kabisa. Mpaka unajiuliza, wanazungumza wanatangaza lakini utakuta lugha sio Mary. Shanielewa? Yeah, na kumbuka like KBC hivyo nakumbuka hata mimi sikukuta hizo restrictions sana. Ilikuwa ni lazima panel ikae chini ikusikilize lugha sana, alikuwa amezingatia sana habari ya lugha, alafu na discipline. Wimbo peke yake ukawa kidogo una fumbo au na unajua kuna matusi lakini yamefichwa. KBC huo wimbo unasikilizwa before uchezwe, hauwezi kucheza. Unielewa? Lakini siku hizi naona hakuna mtu wa kumkosoa mtu, hakuna nini, sio, na mtoto anajifanyia mambo tu. Otherwise wazuri wako sio wako. Na news ziko na programs ziko siku hizi kama wakati wetu. Hapana. Wakati wetu tulikuwa tunafanya, but nafikiri ni vitu zote za government. You know, at the end of the day najua I still earn my salary. But squeezy programs ziko na kubali hili. Yeah. Na tukimalizia ushauri wako kwa wanahabari wa sasa na wale ambao wangependa kujiunga na wanahabari. Okay, kwa wanahabari chipukizi ukiwa wa kwanza wewe, nitaambia okay, ni safari ndefu hii Mary. Na ina challenges nyingi lakini unazikubali na kujitolea pia. Ushasikia? Ni lazima ujitume. Hii kazi inataka ni lazima ujitume. Like utafanya kazi uone maybe umetoka late shift, umedropiwa wewe wa mwisho, umefika nyumbani late, wewe usijali. Hata kama asubuhi unarauka, usichoke, rauka, ingia kazini, fanya kazi yako. At the end of the day utakuja kuona matunda yake. Ushasikia? Na usijaribu siku zote kuwa bias obvious. Mwana habari unatakiwa uwe neutral kwa vyovyote vile. Na katika chipukizi maybe wale wanataka kuingia katika hii kazi, mtawaambia wasichoke, wang'ang'ani tu. Wajua mtu anasema kuna mtu ufata kitu mpaka unaona umedespair. By the way Mary, wasichana wengi kuambia siku hizo vijana nenda masa, na kuambia pana, hiyo field ina watu wengi na hawana kazi. Shaona? Mtu asije akachoka, asije akadespair na ukasema hana kazi. Kama anaipenda, manake hii kazi kitu cha kwanza ni lazima uipende. Ni lazima uipende. Ukiipenda na ufanye bidii, usichoke kutafuta, kwa sababu industry ina grow. Wakati wetu station ilikuwa ni moja, ya pili nikikumbuka kaja KTN. Shaona? So ina grow, itazidi ku grow. Mtu ni lazima ang'ang'ane, ajitolee na asichoke. Yeah, lazima ang'ang'ane na by grace of God inshallah ata-achieve. Ni kweli. Yeah. Nashukuru sana. Kama kuna lolote ungependa kuongezea kabla tumalize? Nikushukuru sana Mary, nakushukuru sana, nashukuru mashabiki wangu, na mshukuru producer zako pia Bwana Mwangi, thank you so much. Your cameraman siwezi kumsahau. Na familia nzima KTN. God bless you guys. Sawa. Yeah. Thank you very much. Thank you for your time. Tunakushukuru sana. Pia mimi nimeshukuru Mary, asante sana. Tunakuthamini pia. Okay dear.
Na mtazamaji, asante sana kwa kuweza kujumuika nasi kwenye makala ya Wako Wapi. Umeweza kumsikia Bi Sakina Mohamed, tukipenda Bi Sakina Mohamed Mwinyi, ameweza kukuambia siku hizi yuko wapi na anafanya nini. Tunasema asante, Mola akiridhia tukutane wikendi ijayo tukiwa na mgeni mwingine. Jina langu ni Mary Kilobi Atwoli. Mungu akujalie usiku mwema.